uweponi mwako napenda niwe, uweponi mwako Baba napenda niwe, fanya mapenzi ya Bwana ukaribu, fanya mapenzi ya Bwana ukaribu kwenye ndoa yangu, fanya mapenzi ya Bwana ukaribu, fanya mapenzi ya Bwana ukaribu kwenye huduma, fanya mapenzi ya Bwana ukaribu, fanya mapenzi ya Bwana ukaribu, fanya mapenzi ya Bwana ukaribu, fanya mapenzi ya Bwana karibu, fanya mapenzi ya Bwana uweponi mwako. Haleluya, napenda niwe, uweponi mwako napenda niwe, karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana 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 karibu kwenye ndoa zetu, fanya mapenzi ya Bwana karibu kwenye familia zetu, fanya mapenzi ya Bwana karibu Roho, fanya mapenzi ya Bwana karibu. Baba, tunakusifu, tunakuabudu, tunakuinua kwa sababu unastahili sifa. Asante kwa uwepo wako katika maisha yetu. Asante kwa utukufu wako na uwepo wako Bwana. Asante kutujali na kutuchagua Mungu. Tunalibariki jina lako na kukusujudu kwa sababu uko mwema. Baba, umetuona, umetujali, umetubariki. Tunakusifu Bwana. Tunaweka muda huu katika vitanga vya mikono yako. Bwana Yesu, bariki neno lako. Bariki yeyote atakayesikia neno hili Bwana. Asante Yesu kwa sababu yeyote atakayelisikia neno litambariki na atapata kushare na mwingine, na mwingine atashare na mwingine, na wote watabarikiwa, maana neno lako ni chakula ambacho hakina mwisho. Baba, tunakushukuru kwa uwepo wako, kwa utukufu wako. Asante Yesu, kwa maana unaenda jitukuza katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu Kristo apewe sifa zaidi. Praise the Lord. Tunawasalimu katika jina la Yesu. Hii ni wakati mzuri ambao Mungu ametupea. Ni wakati wa neema. Ni wakati wa baraka. Na tunasikia kwenye moyo wetu tupate kushare na wewe ujumbe ambao Roho Mtakatifu
Holy Spirit ameweka kwenye moyo has wetu, put upon our hearts. neno ambalo tunaenda The word that we are zungumzia going to talk about, ni neno ambalo it is linasema the word hivi: which says, unapoomba when you pray kulingana na mapenzi ya according to the Mungu, will of God, unapokea you kile receive ulikuwa whatever unaombea. that you have been praying for. Inamaanisha nataka It means that nizungumze I want to speak, I want to talk kuhusu maombi about prayer. ambayo iko katika Prayer mapenzi ya which is in Mungu. the will of God. Sifa kwa Yesu. Glory to God. Na bila kuchukua And muda, without taking our time, tutasoma katika Yohana wa let us kwanza read in 1 John sura yake ya 5 chapter 5, mstari wake wa 14 verse 14 hadi 15. up to 15. Haleluya. Amen. Tunaweza soma katika jina We la can Yesu. read in the name of Jesus. Na Mungu And God atatubariki. will bless you. Amen. Amen. We are in 1 John chapter 5, verse 13 to 15, verse 14 to 15. The Bible says that, and this is the confidence which we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. 15. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have obtained the request made of him. Amen. 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 Libarikiwe May jina the la name Yesu of the Kristo. Lord be glorified, Na neno la Mungu lipewe sifa. and the name of the Lord be glorified. Yesu ni mfalme Jesus wetu Christ is our King na ni baba yetu and is our Father, na anatupenda and He sana. loves us so much. Maandiko The yanatuambia Bible hivi: has told us wakati tunaomba that when we pray, tukiwa na ujasiri. when we are confident, Haleluya. amen. Wakati tunaomba When we pray, tukiwa na while we ujasiri, are confident, chochote ambacho whatever that we are tunaombea, praying for, chochote ambacho tutamwambia whatever that we Baba, shall tell our Father, ikiwa tunaomba if we pray kulingana na mapenzi ya according to Mungu. the will of the Lord, Sikiliza vizuri. listen very well. Ikiwa tunaomba If we pray kulingana na mapenzi ya according to Mungu, the will of the Lord, directly, kile ambacho tulikuwa what tunaombea that we have been praying for, tunakipata haraka we sana. get it very quick. Na napenda sana ile I love andiko this word so much kwa sababu ni andiko because ambalo it is the word linatufundisha that teaches us ya kwamba si kila that maombi not every prayer ndiyo Mungu anasikia. God hears. Wakati tunaomba When we pray, tunazungumza na we are Mungu, communicating to na God. wakati unazungumza And na when you are Mungu communicating to God, inamaanisha unamimina it moyo means wako. that you're pouring your heart. Chochote ambacho kilikuwa Whatever that kinakulemea have been heavy for you, unakipeleka mbele za Mungu, take it to Jesus, na kupitia maombi, and through prayer, because hauwezi kuja kwangu because you cannot come to me, uniombe kitu you ask for me for ambacho something hauna uhakika that you are not sure of, ya kwamba naweza that I nikakiprovide can hicho yako. provide it for you. Inamaanisha It tunapoenda means mbele that za when we Mungu, go in front of the Lord, tunaenda kumwomba, we go to ask Him, tunakuwa na hiyo we insurance have that insurance ya kwamba that He atatusikia. will listen to us. Lakini changamoto ni But gani? a problem is, Changamoto ni kwamba the problem is that wengi tunaomba so many people pray, lakini hatujibiwe. but we are not answered. Wengi wanaomba Some other people pray, lakini hawapati but answer. they don't get an answer. Unakuta mtu You anasema, find someone saying, mimi nimeomba mwaka, I've prayed a year, mimi nimeomba miaka, I've prayed years and years, nimeomba miezi, I've prayed months, nimepanda milimani, I've gone to the prayer mountain, nimefanya kila I've kitu, done everything, nimefanya I've fasting done prayer, fasting prayer, lakini hakuna but kile there is nothing kinachobadilika. which is changing. So acha nikwambie, So let me tell ni you, lazima kwanza ujue you have to know ya kwamba chochote that whatever unachokifanya that you're doing, ikiwa kiko nje ya if it is mapenzi ya out of Mungu, the will of the Lord, kukipata ni nguvu to sana. get it is very difficult. Lakini chochote But unachoombea whatever you're praying for, ambacho kiko ndani ya mapenzi which ya is in the Mungu, will of the Lord, kama haujakipata if you saizi, have not get it right now, nataka I nikuhakikishia want to kwamba make you, I want to assure you, it kitatimilika will tu. happen. Haleluya. Amen.
chochote whatever unachoomba that you are praying for, kulingana na according to mapenzi the will ya Mungu of the Lord, kitatimilika. it will be fulfilled. Katika Mathayo In 7:7 Matthew 7:7, Yesu anatuambia Jesus hivi, Christ is telling us, ombeni nanyi mtapewa. ask and you shall Aseme, find. chochote mtakachoomba, Whatever that you are praying for, chochote whatever mtakachohitaji, that you will need, chochote whatever, muombe mtapewa. pray and it shall be given Kwa unto nini you. hili andiko Why this word? Yesu atupee Jesus andiko Christ to give us this word, ambalo linasema ya which kwamba says that chochote mtakachoomba whatever that you shall pray for, mtapata. you will get Lakini it. kuna challenge But kubwa, there is a challenge na here. ninapohubiri hili And neno when I preach like this, ama umeshalisoma kwenye or you have Bible, already read it in the Bible, ombeni ask nanyi and mtapata. you shall find. Tena Biblia inasema And the Bible says, tafuta find utapata. and you shall be given. Inamaanisha chochote It means that unachokiomba whatever that Mungu, you are praying to Mungu God, iko na God capacity has the capacity ya to kukupatia. give you, Haiko kwa Mungu tu, not just to God. hata unaponiomba kitu, Even though when you ask for me, kwa sababu hili ni neno because it is the na word lina mamlaka. and it has authority, Unaponiomba when kitu, you ask me something, nikiwa nacho if I nitakupa. have it, I will give it to you. Tafuta Find ama seek, or seek. tafuta Seek na and you utapata. shall find. Inamaanisha chochote It means that unachotafuta whatever that you seek, ukikitafuta when you kulingana na seek it mapenzi ya according to Mungu, the will of the Lord, ukitafuta when you mtoto seek it, when you look for a child kulingana na mapenzi ya according to Mungu, the will of the Lord, ukitafuta if you kazi seek for a job kulingana na mapenzi according ya to the Mungu, will of the Lord, Yesu anasema Jesus Christ is utapata. saying you will get, aseme knock, that bisha, you knock utafunguliwa. and you will be opened. Kwa nini hatupati? Why are we not receiving? Kwa nini tunapobisha Why that when we knock, we hatufunguliwi? are not being opened? Kwa sababu Yesu anasema Because Jesus Christ is saying, yeyote aombaye whoever who prays apata. finds. Ukiask for kitu, If you yeyote ask, aombaye if you ask for something, utapewa, you will be given. na yeyote And whoever anayetafuta who seeks atapata, will find. na yeyote And whoever anayebisha who knocks, atafunguliwa. the door will be open to him. Ikiwa unaweza bisha kwenye If you mlango can wangu, knock on my door nikasikia sauti and I yako, heard your voice, nitafungua I mlango. will open that door. Ikiwa mwanadamu anaweza If a human akakufungulia, being can open for you, jiulize Mungu ni je? ask yourself for how is God. Inamaanisha It Mungu means that God anaweza can kukufungulia open the door for you unapobisha kwenye when mlango you wake. knock on his door. Haleluya! Amen. Akona hiyo He capacity. has that capacity. Yesu anasema hivi, Jesus Christ is saying, nisikilize vizuri, listen to me very asema, kwa well, sababu yeyote because everyone anayeomba kitu who asks for something, anapewa hicho he kitu. is given that thing. Ndugu yangu mpendwa, My dear brethren, maybe una jambo ambalo uko maybe naombea. you are praying for something. Leo tunataka nisaidie Today I want mtu, to help someone nikujulishe ya kwamba to make you understand ahadi ambayo tulipewa na the Yesu promises Kristo that Jesus ni Christ gave hile us. andiko la Matthew It is this 7:7 writing of Matthew ya kwamba 7:7 mnapoomba that when you pray, chochote mtakachoomba, whatever that you shall ask, popote mtakapoenda, wherever that you will muombe go, nanyi ask mtapewa. and you shall be given. Hili ni andiko kubwa This sana. is the great word. Ni nani ndiye anapewa? Whom do we give? Who is given? Ni nani ndiye anapokea? Who receives? Ni nani ndiye Who anafunguliwa? is open? Haleluya! Amen. Ni nani? Who is that person? Ni yule Is the anaomba one who asks, kulingana na mapenzi ya who Mungu. prays according to the will of God. Ni yule Is the anatafuta one who finds kulingana na mapenzi ya Mungu. according to the will of the Ni Lord. yule anabisha He is the one who knocks kulingana na mapenzi ya according to Mungu. the will of the So Lord. hili andiko So limekuja this word comes, na ni lazima tukue very careful we have to be very careful because pana milango because mingi. there are so many doors. Haleluya. Amen. Pana njia nyingi. There are so many ways. Ndio kwa maana Proverbs That's why inasema Proverbs says kuna njia ionekanayo there is a way which kuwa is sawa found machoni pa mwanadamu,
according to the eyes of the Hallelujah. human being. Kuna Amen. kitu unaweza There ukakiangalia is something that you na can unaona see. maybe kiko You beautiful, see it, maybe it's very lakini beautiful, ni njia ya but mauti. it is the way of death. Kuna mlango unaweza There is a door ukaangalia, that you can see. maybe ni mlango wa Maybe it's kutamanika the kwa door to macho, be desired by the eyes. unaipenda, You love it, lakini ni mlango wa but it is mauti. the door of death. Lakini chochote But tunachohitaji, whatever that you need, Biblia the inatupatia hiyo Bible encouragement, gave us that encouragement tukiwa that waaminifu if we are faithful mbele za in Mungu front of the Lord, katika maombi, in prayers, kama vile Wakristo, we as Christians, kama vile we waamini as believers waliomwamini who Yesu, believed in Yesu Jesus, anaintroduce Jesus Christ is Mungu introducing kama God vile Baba mwenye like the upendo Father of love, ama loving or the Father. loving Father. Haleluya, Amen. Baba mwenye The upendo. loving Father. My God, Amen. aseme yes, Mungu That God ni Baba mwenye upendo is a loving Father ambaye huwa anasikia who maombi, hears our prayers, ambaye ni who is provider, our provider, ambaye ni who jibu, is our answer, ambaye ni who kimbilio, is our where to run. is where to run to. Hallelujah. Amen. Ukimuhitaji tu If you need him, analeta he solution brings kwa solutions mahitaji to yako. all your needs. Na hili andiko linatufunza And the Bible is teaching us kuliko tubishe kwa wanadamu, for us to knock on the door of human being, Hallelujah. Amen. kuliko to knock instead of knocking. Instead of knocking on the door of a human being, Acha tunoke kwa Mungu, let us knock to the door of the Lord. kuliko tuombe watu Instead kwanza. of us asking for money Acha for kwanza people, tuombe Mungu let us kwanza, just ask for God. kuliko tutafute kwa watu Instead of us kwanza. to look for people, Acha tutafute kwa let Mungu us kwanza, seek to God. kwa sababu Yesu anatuambia Because Jesus is saying ni Baba mwenye He is upendo. the loving Father. Oh, haleluya! Amen. Na ndio hili andiko lishike sana, Just hold this word na so pia much. kukuchallenge I've siku ya come leo, to challenge you na today, pia najichallenge and mimi I mwenyewe. challenge myself also. Swali ni kwamba My question is, yes, tunaomba, yes, we pray, yes, tunatafuta, yes, we seek, yes, yes, lakini kila kitu but everything, tunakifanya kulingana na mapenzi ya Mungu. do we do it to the will of God? Haleluya, Amen. kulingana na mapenzi ya Mungu. To the will of God. Nataka niambie mtu I want to mmoja, tell someone, Mungu anaweza kakupa God can give you chochote ambacho whatever unahitaji, that you need, chochote ambacho whatever naomba. that you are praying for. Unaweza omba usiku, You can pray at night. unaweza omba You can mchana, pray in the morning, in the unaweza evening. omba afternoon, You can pray in the afternoon. na Mungu akawa na And capacity, God has the ama capacity. Mungu iko na Oh, uwezo God has the wa capacity kujibu maombi yako yote to answer all your prayers mara moja, at the same time. kwa sababu ni Baba mzuri. Because He's a good Father. Yeye ni kimbilio. He is our help, is where we run for. Najisikia nihubiri neno. I want to preach the word. Kuna mtu nazungumza na Am yeye I talking to someone? siku ya leo, Today, badilisha change namna yako ya kuomba, the way you pray. na kuibadilisha And to change it, inamaanisha it means utajiangalia, that you will check uangalie yourself, kwenye moyo wako, check your heart, useme ni wapi say that nimekosea, where have I gone wrong? because Yohana wa kwanza Because anatuambia First John says that tunayo we confidence, have that confidence. haleluya, tunao Amen. ujasiri We have that ya confidence kwamba kila that tunachoomba, everything that we shall ask, chochote tutakachomwomba everything that Mungu. we shall ask for God, Ukisikiliza hili if neno you listen to this word, unaweza ukawa you excited, can become excited. lakini si neno But it rahisi. is not a simple Yes, word. confidence Yes, iko. there is confidence. Ndio kwa maana unakuta That's hata why you find wengine other people, wanapoenda kuomba when they go to pray, wana climb on the tree, they climb on the tree. wengine wanapanda juu ya Others, nyumba. they climb on the houses. Hallelujah. Amen. Kila mtu, wengine sijui wanatia miguu juu, mikono Others, they chini, put legs down. Others, wengine arms wanachukua up. hata panga Others, wamkate shetani. they take a panga to cut Satan. Lakini hiyo haiko But shida. that is not a problem. Shida ni The kujua problem is to know Mungu anataka nini what kwetu. does God wants to us. Mapenzi ya Mungu ni What is nini the will of God to us katika hivi vyote in all tunavyovifanya. that you are doing. Nakumbuka Yesu I pale remember Getsemani. Jesus there in Gethsemane. Yesu alipokuwa When Getsemani, Jesus was in Gethsemane, maandiko yanasema the hivi, Bible says that wakati anaona mateso ambayo when he's ataipitia, seeing the suffering
suffering that he will pass through. Aliona maumivu makali. He was seeing the pain. Aliona mateso. He was seeing suffering. Hadi akaona msalaba ni mzito. And he saw as if the cross is heavy. Hallelujah, msalaba ulikuwa ni mzito. The cross was heavy. Maandiko yananiambia hivi. The Bible says, akamwambia Baba, had he said, Father, ikiwezekana, if it is possible, kama itakupendeza, if it will please you, ondoa hiki kikombe. Remove this cup. Hallelujah. Amen. Ondoa hiki kikombe. Remove this cup. Lakini hapana kulingana na mapenzi yangu. But not according to my will. Lakini mapenzi yako. But your will. Ndiyo ifanyike. Be done. So maombi yetu ya siku hizi. Our prayer of today. Hatuombi mapenzi ya Mungu. We don't pray for the will of God. Lakini tunatanguliza hii ya kwanza. But we put tunatanguliza hii ya kwanza. We make it fast. We make it fast. Tunamwambia Mungu. We tell God. Tosha tu hii cup. Remove this cup. Tosha hii cup ya magonjwa. Remove this cup of sickness. Tosha hii cup sijue ya hiki. This cup of this. Kuna wakati mwingine there are times Mungu anaweza tia challenge mbele yako. Na najua ni kwa nini. And he knows why. Akitaka kukutrain. If he want to train you. Anatia challenge mbele yako. Put a challenge in front of you. Hallelujah. Amen. Ili gold ikuwe approved. So for the gold to be approved, ni lazima ipitishwe katika moto. It has to be passed through fire. Na kama ni fake, and if it is fake, wanapomwanga acid if juu, they put acid on it, utaona ile gold, you will see that gold ambayo ni fake, which is fake, inayeyuka, and it melts. Hallelujah. Amen. Lakini ile ambayo ni original, but what it is original, hata acid haiwezi kuichoma. The acid can't make it melt. Na Mkristo yeyote, and whoever Christian, ili Mungu akukamilishe imani yako, for God to raise your faith, ili ukue qualified, for you to be qualified, lazima ukubali kupita katika moto. So Yesu anapitishwa katika moto, lakini Mungu anamwambia, mapenzi yangu ndiyo ni lazima ifanyike. Wengi wetu tunapigana na mapenzi ya Mungu, hatuitaki katika maisha yetu. Nataka niambie, taka sana kujua ni nini mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Mungu ni Baba, na anaweza akakupea chochote unachohitaji. Hakuna siku Mungu atakupea kibali. God cannot give you favor. Mathayo sura 7. In Matthew chapter 7, mstari wa 11, verse 11, Yesu anasema hivi, the Bible says, nyinyi mulio waovu, you who are evil, mnajua kuwapa watoto wenyu vizuri, you know how to give good things to your children, wakati wanawaomba, when they ask them. Nyinyi mulio waovu, you who are evil, mwanao akikuomba samaki, if your child asks you for a fish, hawezi mpa nyoka, you can't give him a snake. Na akikuomba mkate, and if he asks you for a bread, huwezi kumpa jiwe. You can't give him or her a stone. Na Yesu anaongeza, anasema hivi, and Jesus add on and says, sasa. Now, sikiliza neno sasa. Hear that word. Kama nyinyi ambao ni waovu, if you who are evil, mnajua kuwapa watoto wenu vitu vizuri, give your children good things, Baba yenyu aliye juu mbinguni, your Father who is in heaven, ambaye ni mwema, who is good, kwa walio wabaya na wazuri, to the one who are bad and good. Mungu ni mwema, Jesus is good, kwa wazuri God is good na wabaya, for good people and bad people, those who are evil and those who are evil and those who are aseme, good. Mungu ni mwema, that God is good wa wote, to all. Ananyesha mvua, he makes rains kwa wazuri na wabaya, the evil people and aseme, good si atawapa zaidi, that he will give them more ya kile ambacho wazazi wanaweza wakawapa. of what your parents can give you. Biblia imetuwekea freedom, the Bible is giving us freedom, na kutuonesha ya kwamba and showing us Mungu wako na kila kitu ambacho unahitaji. Everything that you need. Kazi iko nayo, if you need a job, mtoto iko nayo, God has chochote tunahitaji, whatever that you need. Lakini kwa nini hatujibiwi? But why are we not answered? Biblia inasema, the Bible says tunaomba vibaya, we pray badly, tunaomba vibaya, we pray badly. Ndio kwa maana hatu receive answers, hatupokei majibu. That's why we don't get answers. Hallelujah. Amen. Ombeni, ask, nanyi mtapewa, and you shall be given. Lakini unaomba je? But how do you pray?
Mwingine unatoka kufanya dhambi. Another one, you have committed a sin. Na roho yako inakuhakikishia umetoka kufanya mabaya. Wengine hata bila woga. Even without fear. Unafika na unachukua microphone. You reach and you get a microphone. Na unaanza kuworship. And you start worshiping in church. Unaanza praise. You start praising. Na unafikiri mimi ni Mkristo nimeokoka. Kanisa napanga fasting, I don't know, 40 days, 30 days. Na wewe una join to your maombi. You join that prayer. Na unajua moyo wako. And you know your heart. Na maombi ikiisha. And when the prayers are done, the same mistake. You commit the same sin. Be very careful. Be very careful. Ndio kwa maana leo. That's why today jealous zimekuwa mingi kanisa. There is so many jealous in the church. Watu wanauana katika kanisa. Killing themselves in the church. Kwa sababu wale ambao hawatembei kulingana na mapenzi ya Mungu. Walk in the will of the Lord. Ndio shetani amewavaa sasa. The devil has entered in them. Na anaanza kuwatumia. And start using them. Kupana masumu katika kanisa. They start giving poisons in churches. Kuvunja kanisa. They started breaking churches. Lakini nataka nikwambie, Mungu ni baba yetu sote. God is our Father. Anataka saidie kila mtu. And he want to help Yesu anasema katika kitabu ya Yohana sura 16 mstari wa 24, aseme mpaka sasa hamjaomba. That you have never prayed up to now. Haleluya. Mpaka sasa hamjaomba. Up to now you have not yet prayed. Aseme wakati mtaomba, that when you will pray katika jina langu, in my name, chochote ambacho mtaomba, whatever that you are praying for, Baba yangu atawapa. My Father in heaven will give you, ili furaha yenu, so that your joy iwe complete, should be complete. Hallelujah. Amen. Chochote utakachoomba, whatever that you will ask, wakati utajua, when you will know, ni lazima niombe namna gani, how do I pray, ni lazima niombe nani, whom will I pray, ni lazima niende mbele yake, whom will I go. Kwa nini unaenda mbele za Mungu? Why do you go in front of the Lord? Na haujajiprepare hata. And while you're not prepared, unataka uende mbele za Mungu. You want to go in front of God. Na urudi vile umeingia. And you go back the way you entered. Wakati anasema ya kwamba, when he says that, hakuna ule alishaka kuja no mbele one has zake, ever came to him akarudi mikono mitupu. Yesu anasema ya kwamba, wakati tutaomba, when we will pray, tutajibiwa. We will be answered. Na tunapojibiwa, mioyo yetu itajaa furaha. Be full of joy. Mioyo yetu itajaa amani. Be full of peace. Jambo Mungu analofanya what God does ni kujaza moyo wetu furaha. To fill our heart with joy. Ni kutujaza furaha. Is to fill our heart with joy. Maombi ya Mkristo ni lazima ujifunze kuvumilia. Ni lazima uvumilie. Wakati unaomba, when you pray, ask, amen. Wakati unaomba kitu kwa Mungu, ask something to God. Sema yes, nimeomba. Say yes, I've asked something. Hata nichunge Mungu anijibu. Let me just wait to God to chunga answer Mungu katika utakaso. Wait God in holiness. Chunga Mungu katika kumtumikia. Wait God in working for him. Chunga Mungu. Wait God. Usi give up. Don't give up. Wengine wana give up. Others have already wanasema Mungu amechelewa. Wale wanaongojelea Mungu, those who are waiting on the Lord, katika uvumilivu wa Mungu anawaonekania. God reveal themselves. Hallelujah. Mungu wetu our God ni Mungu ambaye anajimanifest katika uzuri wake, in his goodness. Hallelujah. Kulingana na mapenzi yake. To his will, unapomuomba, when you pray to him, when you wait on lazima aonekane. He has to reveal Ndio kwa maana Yesu alisema, that's what Jesus ombeni bila kuchoka. Pray without lazima tuombe kila wakati. It means we have to pray every time. Maana tukichoka, when we get tired, the enemy could get power. Oh, hallelujah. Amen. Hiyo tena zungumza. I speak all of this so that your prayer should be answered. Uwe na uvumilivu. Have to have patience. Ukizidi kumsogelea Mungu, continue to
be near to katika God, maisha ya utakaso. in the life of holiness. Haleluya. Amen. Jambo la tatu, Another thing, ili tujibiwe na Mungu, so we should be answered. chunguza mahusiano yako na Mungu. Check your relationship with Ni God. rahisi sana It is very ukajibiwa simple to be answered ikiwa mahusiano if yako na your Mungu relationship with ni God mahusiano is mzuri. a good relationship. Menzi zako zote, All your demands, chochote ambacho namuomba Mungu whatever that you ask for God, kitajibiwa will be haraka answered quickly ikiwa njia zako, if your paths or your ways mahusiano or your yako relationship, unatembea vizuri na you're Mungu. walking well with the Lord. Narudilia tena, I repeat again, Matthew chapter 7 Matthew chapter 7, verse 9 to verse 10. 9 to 10. Yesu Jesus anamintroduce Christ Mungu introduces God kama vile baba mwenye as upendo, the Father, loving Father, the anayetupenda, one who loves us, the one anayetupigania who fights for us, na the anayetujali. one who cares Yesu about us. aishie tu pale, Jesus Christ does not just anamuita end from there. provider, He has called him a provider. He anamuita has called him. Yesu. Kwanza anafurahia I am so happy. Yesu anasema mimi ni baba wa Jesus said that yatima, I'm the father of orphans. mume wa wajane, The husband of widow. Amen. Haleluya. Amen. Mkimbilie Yesu Run to the Lord naye atakujibu. and he will answer you. Maombi inayojibiwa Prayer which is answered ni maombi is the inayoombwa prayer which is kulingana na mapenzi ya prayed Mungu. according to the will of the Lord. Wakati utaomba ndugu When you yangu, pray, my dear ukiomba brethren, kulingana na when you mapenzi pray ya Mungu according to the will of the Lord, utajibiwa. you will be answered. Naamini kuna mtu I amepokea hili believe there is neno someone who has received na this hili word, neno linaenda and this kusaidia. word will help you. Usiwe tu mtu wa kupiga Don't be just a kelele, person of making noise. usiwe tu mtu wa Don't 40 be days, just 30 days. a person of 40 Oh, days niko and kwa 30 maombi days ya fasting. 30 days. That I'm in the prayer of fasting Niko of kwa 30 maombi days. ya full I'm week in the dry. prayer of full week Lakini dry. shida kidogo tu, But all small problem only. unamsahau You Mungu, forget Jesus. You unatupa forget msalaba. God, and you You neglect the throw away the cross. cross. Amen. Mungu wa mbinguni The God of heaven akusaidie help you na akutie nguvu and helps you katika jina la in Yesu. Jesus' mighty name. Unaposikia hili When you neno, listen to this word, ujifunze jambo teach yourself. na ujue ya kwamba ninapoomba You know that when you nakuwa pray nazungumza na Mungu. and talk to God, Yeremia sura 13 Jeremiah chapter na 30, mstari wa Yeremia sura 13 Jeremiah chapter 33, mstari wake wa 3 verse 3 anasema, says niite that call unto nami me and I nitaitika will na answer you, nitawaonesha and I mambo will show you makubwa, great things. nitawaonesha I siri will show you a ambazo secret mulikuwa that hamjui. you never knew. Haleluya. Amen. Muite Mungu, anasema Call tumuite. upon the Lord, Anasema wanitafutao that kwa those who bidii look for me, wataniona. they will see me. Mungu akubariki May God sana. bless you. Na unaposikiliza hili And when neno, you're listening to this word, usikose kushare na don't jirani forget yako. to share to your neighbor. Omba, Ask. lakini kila And unapoomba whatever, but when you mwambie ask, Yesu tell Kristo, God, nataka nijue I want to know ni nini mapenzi what yako. is your will. Nifundishe Yesu, Teach me, jifunue kwangu, reveal yourself to nijue me, so mapenzi that yako I know your will. katika jina la In Yesu. Jesus' mighty name. Acha uombe pamoja na mimi. Pray with me. Sema, Bwana The Yesu, Lord Jesus, nimekuja mbele I've zako, come to you. naomba unisaidie Help me, O Lord. kupitia neno hili Through Bwana. this word, Lord, Maybe nilikuwa naomba maybe vibaya, I've been praying in a ndio bad kwa way. maana sipokei That's why I'm majibu, not receiving. kwa sababu nilikuwa naomba Because I will pray kulingana na mapenzi according to yangu, my will. lakini leo naomba But today I pray, mapenzi yako may Bwana your will, ndiyo Lord, ifanyike be done katika maisha in my yangu, life. kwa jina la Yesu Jesus' Kristo, mighty name, amen. amen. Mungu awabariki. Lord bless